Naona umetoka kile mtunga. Wajuguma. Wewe Wajugu. Awe. Natambua kuhusu ujio wako binti. Ikia anatuhitaji sisi. Umeniita ngapi? Ninakusikiliza. Malkia, utakaa hivyo hadi lini? Unataka kumaanisha nini Ngavuni? Unatakiwa na mwanaume ili upate mtoto kuendeleza ufalme wetu. Ni sawa, uko sawa. Hata mimi nina uhitaji sana kufanya hivyo. Lakini inashindikana kwa sababu za hapa na pale ambazo ninazo, lakini kama nina sitofahamu hivi. Kwa sababu yani wanaume wa kijiji hiki wote hawataki kabisa hata kuwa karibu na mimi. Sijajua hiyo yote ni kwa sababu gani. Naumia sana Ngavuni. Ndugu wangu. Sasa umeshakuwa mtu mzima. Ninachohitaji kukuambia ni kitu kimoja. Inatakiwa ukaolewe ufalmeni. Anaweka kabani. Sasa mimi niko loko kwa sababu gani? Na kwa nini siende kuolewa? Unajua mdogo wangu, usichokijua, ukienda kuolewa ufalmeni, sisi tutapata chochote kitu. Siwezi kwenda kuolewa kwa maana mimi sasa ni mtu mzima najiamlia. Kwa nini uniambie? Mimi na wewe tunabishana. Unatakiwa uende kwa mtabiri wetu. Kweli eh? Ndiyo Malkia. Basi sawa. Asante kwa ushauri. Nashukuru Malkia. Malkia wa semu. Nishani ila sio kunipangia baba. Na mimi saizi najitambua. Nasema hivi. Kama mimi ndo kaka yako kweli, utaki usitaki, utaolewa. Obani, malkia wangu wa kijiji chetu cha Remi. Obani, na kusikiliza. Nimekuita hapo kwa lengo moja. Unatakiwa uelekee katika kijiji cha Semu kwa ajili ya kumletea dawa mfalme. Kijiji cha Semu? Ndiyo. Na kwa nini niende mimi? Na wakati unafahamu kijiji kile ni hatari sana. Hakuna mtu yote yule anayekwenda na akarudi. Unatakiwa uende kule kwa ajili ya kuleta dawa ya mfalme. Ila hautaenda peke yako. Nikuahidi kitu kimoja. Ukihakikisha kuniletea dawa, nitakupatia zawadi nzuri sana. Ndugu zanguni, mnajua kabisa mfalme wetu anaumwa, si ndio? Ndio. Mnaonaje sisi kama sisi tukaondoka tukaenda kumtafutia mfalme wetu dawa? Sawa? Tukishaipata hiyo dawa, tunampelekea pale ufalmeni. Hapana. Sisi hapa ufalmeni hatuna mamlaka yoyote. Nasikia. Hatuna mamlaka yoyote, hali ya kuwa mfalme ana watu wake ambao wanaweza wakawaagizia. Sisi tunaweza tukajikuta tunaingia kwenye matatizo. Kwa hilo kwa kweli hapana.
Hivi unajua Wajuguma, kuna vitu vingine unaviongea ni vitu ambavyo havipo sawa kabisa. Na zawadi gani? Nitakupandisha cheo. Sawa, nimekuelewa. Na tajitahidi na kuahidi. Sawa, usiwazi. Utaongozana pamoja na hapo walinzi wenzako. Na mke wangu. Sawa, nikutakia safari njema na maandalizi. Wewe mpaka useme kwamba alichokisema Jeuri kwamba ni kitu ambacho hakipo sawa. Na wakati tukienda kumtafutia dawa mfalme, tunapata vyeo, tunapata cheo, tunakuwa tu wakubwa kwenye ufalme na kwenye hiki kijiji. Sasa unavyosema kwamba tuache kwenda kutafuta dawa, tushinde kumtafutia dawa mfalme wetu, tushinde kupata cheo. Kwa hiyo nataka tupate nini sasa? Tumia akili Wajuguma. Sawa. Kwa kuwa nyewe mmepanga, basi haina noma. Tukutane kesho asubuhi kwa ajili ya kwenda polini ili tukamtafutie mfalme dawa. Basi sawa, lakini wewe sidhani kama tutatoboa. Nenda kanitie binti yangu na Yes, binti yangu. Nakuamini sana. Nahisi hata nikikutuma utawahi vile vile kama jinsi mimi ninavyokuamini. Naomba uende pale kwa mtabiri wa kijiji chetu ukaniangalie kama yuko, na kama yuko niwaishie sana hizo taarifa zake kama yuko, maana nina shida naye muhimu. Sawa mama, tutafanya kama ulivyoniagiza. Sean. Hey! Nyie mnaenda wapi saizi nyie? Adeko, achana naye huyu. Huyu ni mlevi.
Kijana. Naam. Hii ndio njia yenyewe. Sawa. Hivyo umakini unatakiwa ongezeke katika safari yetu hii. Sawa Deko. Wajuguma. Wewe Wajuguma. Naam. Njoo bwana hapa nikuambie kitu ndugu yangu. Hai. Sasa sikia sawa Wajuguma. Naona ulikuwa umesinzia. Sasa sikia sawa Wajuguma. Sawa. Mimi katika harakati zangu za kutoka choko huko Kiraboni huko nimekutana na mlinzi mkuu yule. Akiwa na vijana wake wale wadogo wadogo wamechukuana sijui wanaenda wapi. Ila ni walishika ile barabara ya kwenda kijiji cha pili. Kwa hiyo nilikuwa na kuomba kama utajali tuwakute huko sasa.